Ndugu zangu wapendwa, familia ya Mungu, kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi mwadhimisho hili la ibada ya misa, tumekusanyika mchana huu wa leo katika kanisa kuu hili la Mtakatifu Yosefu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya mpendwa wetu Caroline, ambaye Mwenyezi Mungu amependa kumuita katika makao yake ya milele. Tunaadhimisha misa ya wafu tukimwombea Caroline, ambaye basi kimwili hayupo nasi, lakini kiroho yupo nasi na anaendelea kusema nasi katika mioyo yetu. Kumbe niwaalike ndugu zangu wapendwa, tuinue mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu tukimwombea mpendwa wetu Caroline. Mwenyezi Mungu apate kumsamehe makosa yake, apate kumtakasa na madoa yake yote. Kama mwanadamu ambaye aliunganishwa na Kristo kwa sakramenti ya ubatizo, pengine alimkosea Mwenyezi Mungu hapa na pale, na akaijongea sakramenti ya kitubio. Kwa sakramenti ya ubatizo aliunganika na Kristo, akaunganika na Mwenyezi Mungu, afanywa kuwa mwana wa Mungu. Lakini kwa sakramenti hiyo ya ubatizo alifanywa kuwa mwana wa kanisa, na ndio maana leo tumemleta kanisani akiwa amelala, kwa sababu ameunganika na kanisa, kwa sababu alikuwa mwana shirika ndani ya kanisa akiishi imani. Caroline ambaye alimpenda Mwenyezi Mungu, alimtumikia Mwenyezi Mungu kipindi cha uhai wake, na hivi kwa heshima hiyo kubwa na kwa imani hiyo aliyoionyesha ndani ya kanisa na ndani ya moyo wake, leo tunamuaga kupitia adhimisho la ibada ya misa kwa ajili yake, ambayo ndiyo sala kuu kupita sala zote. Si wote ndugu zangu wapendwa ambao wanazikwa ama wanaagwa kwa adhimisho la ibada ya misa, ila ni wale tu ambao waliishi imani ndani ya kanisa, wale ambao walidumu katika ushirika wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu kama mwanadamu ambaye alikuwa amekosea sehemu fulani fulani, Mwenyezi Mungu apate kumsamehe makosa yake, Mwenyezi Mungu apate kumtakasa madoa yake, na Mwenyezi Mungu apate kumpokea katika makao yake ya milele. Ndugu zangu wapendwa, tunazaliwa kama mzaburi anavyotuambia, mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi hapa duniani zinahesabika. Na anaendelea mzaburi kutufundisha na kutuambia, Bwana utufundishe kuhesabu siku zetu ili tuweze kuwa na hekima, kwamba Mungu aliyetuumba akatujalia hii zawadi ya uhai, yeye mwenyewe ndiye ana mamlaka ya kuchukua uhai wetu. Kumbe wanadamu hatuna cha kujivunia, hakuna kitu chochote cha kujigamba. Mwenyezi Mungu yeye aliyetuumba akatupa zawadi ya uhai, ambayo sisi ni mawakili tu wa hiyo zawadi ya uhai. Yeye mwenyewe ndiye mwenye mamlaka ya kutwaa uhai wetu. Ni hakika ndugu zangu wapendwa, tutakufa, na kifo ni sehemu yetu sisi wanadamu. Kifo ni sehemu ya maisha yetu, hata uishi miaka 100, miaka mingapi, lakini Mwenyezi Mungu atakuita tu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi hapa duniani zinahesabika. Kwa hivi yatupasa muda wote, siku zote na wakati wote, ndugu zangu wapendwa, tuwe tayari kujitayarisha kama somo la Injili linavyotuambia, kama somo la Injili linavyotuelekeza. Tuwe tayari kukesha. Kukesha manake tuwe na hekima, tuishi mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tuishi matakwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuna maelekeo sisi kama wanadamu kujisahau, kuishi kana kwamba Mungu hayupo, na hata kama yupo, basi yale matendo ambayo tunayatenda Mwenyezi Mungu hatuoni. Kumbe ndugu zangu wapendwa, mwaliko wa kukesha kwetu sisi wanadamu
sio tu Wakatoliki, wote wa dini tofauti, kujiweka tayari ili Mwenyezi Mungu anapotuita katika makao yake ya milele tuwe katika hali iliyo safi, hali iliyo njema. Na kwa hakika kabisa sisi wanadamu tutakufa. Lini tutakufa? Hiyo sio kazi yetu. Vipi tutakufa? Hilo halituhusu. Ila hali gani ukifa utakuwa nayo, hilo ni jukumu letu, hilo linatuhusu. Lakini ndugu zangu wapendwa, habari haishi tu kwenye kifo. Kristo mwenyewe anaendelea kutufundisha na kutuambia, kama pia tunavyoimba, kama Kristo alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Tunaamini mpendwa wetu Caroline ametutoka mwili, lakini kiroho anafurahia pamoja na Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha aliyomjalia hapa duniani. Na sisi pamoja na kusikitika, kwa sababu tumezoea kibinadamu, tutaumia kibinadamu, tutasikitika, tunakuwa na uchungu moyoni, kwa sababu kimwili Caroline hatutomuona tena, sababu tumezoea. Tulikuwa tunaimba naye kwaya, anaimba vizuri, tunacheka naye, tunafurahia. Tumezoea kumtumia message text, anajibu, tunachati naye, tunafurahia naye. Lakini hiyo hali ya kibinadamu ambayo inatupa uchungu, kwa sababu hatutomuona tena, kiroho, ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Caroline, kwa sababu sasa yuko mbinguni, anafurahia na malaika, amepata maisha ya umilele, uzima wa umilele ambao hauna mwisho, ambao unadumu milele. Kumbe ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa ya maisha ya mpendwa wetu Caroline, hatuna budi kukumbuka fadhila zake njema alizoziishi kipindi cha uhai wake, kama mama wa familia ambaye kama tulivyosikia katika usia wake alikuwa mama mwenye upendo. Alikuwa mama muda wote mbele ya watoto wake anatabasamu, anasmile kama mtoto wake anaposema. Kutoka shule anawapokea kwa furaha, anawapokea kwa upendo. Ni upendo wa namna gani anayotufundisha Caroline ndani ya familia zetu? Kuna wamama wengine katika familia zetu, hata watoto wako wako wazao wanakuogopa. Mama amerudi, wanakimbia. Sio tu baba, mama wanamuogopa, mama mzazi wanamuogopa. Mpendwa wetu Caroline kupitia ushuhuda wa wasifu wake alionyesha upendo kwa watoto wake. Alidumu kuwalea vyema katika misingi ya kiimani watoto wake, kama tulivyosikia katika wasifu. Aliwafundisha maisha ya masakramenti. Walipotoka mafundisho, alihakikisha watoto wake wanaishi imani, wanabatizwa, wanapata mafundisho ya Ekaristi Takatifu, lakini pia wanapata sakramenti ya kipaimara. Ndugu zangu wapendwa, mfano huo bora, fadhila hiyo njema ya kiimani ambayo ametuonyesha Caroline mpendwa wetu, hatuna budi kuiishi, hatuna budi kuienzi. Na katika hilo, wale ambao wanabaki na watoto, wanabaki naye familia, wanabaki kuwatunza, hawana budi kuenzi fadhila njema za mama yao, kudumu katika upendo ambao aliwaonyesha, ambao waliwalea katika misingi ya kiimani na maadili. Lakini kama mwanakwaya ambaye alidumu katika kumwimbia Mwenyezi Mungu, ambaye alidumu katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, alidumu katika imani, sisi sote ndugu zangu wapendwa, hata kama pengine hauna wito wa kuimba kwaya, lakini tunaalikwa daima tuendelee kumsifu Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, kuishi maisha ya kiimani. Tuonyesha mfano huo, kuchagua karama ya uimbaji. Mwenyezi Mungu kamjalia karama ya uimbaji na anamtumikia Mwenyezi Mungu katika karama hiyo, wito wake wa uimbaji. Leo anatuachia swali mama yetu mpendwa Caroline, wewe Mkristo mbatizwa, Mkatoliki, pengine hata kama sio Mkristo Mkatoliki yoyote, una karama gani ambayo unampelekea Mwenyezi Mungu katika maisha yako? Caroline anaweza kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi kipindi cha uhai wangu nilikuwa na kuimbia, nilikuwa na kusifu
kama mzaburi anapotuambia 150, Zaburi 150 ya mwisho, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Mimi ulinipa zawadi, umenipa karama ya uimbaji, nimekutumikia katika karama yangu. Tujiulize swali hili sisi ambao tunabaki, je, karama ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia katika maisha yetu tunazitumia au tunazifukia? Ili tuendelee kumwenzi mpendwa wetu, mama yetu mpendwa Caroline, yatupasa tuishi karama zetu, tudumishe uhusiano mwema na wenzetu. Alidumisha uhusiano mwema na wenzake katika utume wake au uimbaji. Sio tu uimbaji, ndio karama nyingine ya uongozi, kuongoza wengine katika upendo, elimu katika upendo. Kumbe katika adhimisho hili, ndugu zangu, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya mpendwa wetu, hatuna budi kuziishi hizi fadhila njema alizoziishi. Na sisi ambao tunabaki hapa duniani hatuna budi kuwa tayari muda wote. Yeye amekuwa kielelezo kutuonyesha kwamba kifo kipo, hata kama tumesali